kitabu cha Yohana 11:25 tunaona neno la Mungu linasema kwamba Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, ajapokufa atakuwa anaishi. Kumbe kuna kufa halafu tukaendelea kuishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Siku ya leo tunaenda kujifunza kichwa cha somo kinachoitwa Shinda kifo cha uzima wako leo. Amen. Shinda kifo cha uzima wako leo. Mimi na wewe tunahitaji kushinda kifo cha uzima wetu leo. Kwa nini? Kwa sababu kushinda kifo cha uzima wetu leo, tunao uwezo wa kuishi milele daima. Bwana Yesu asifiwe sana. Inawezekana kuishi ukiwa umekufa. Na kusoma katika kitabu cha Timotheo wa kwanza 5:6. Bali yeye asiyejizuia nafsi yake amekufa ingawa yu hai. Bwana Yesu atusaidie sana. Yeye asiyejizuia nafsi yake amekufa japo kuwa yu hai. Kumbe kuna uwezekano mkubwa mimi na wewe tukawa tuko hai katika ulimwengu wa kimwili, kumbe ndani yetu tumekufa. Bwana Yesu atusaidie sana. Hivi ni kifo gani ambacho mimi na wewe tunahitaji kukishinda? Asilimia kubwa ya watu ambao wako ulimwenguni wanafikiri kwamba ukifa ndio umemaliza mambo yote. Kifo cha kimwili hakijawahi kuamua hatima yako. Unaweza ukafa leo, lakini ukawa bado unaisubiria hukumu. Bwana Yesu atusaidie sana. Yesu ni Kristo. Kwa nini mimi na wewe neno la Mungu linatusemesha tushinde kifo cha uzima wetu leo? Ni ili hata kama tukifa tuweze kuurithi uzima wa milele. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ni Kristo. Kwa mtu ambaye amekufa kimwili, kama hajafa katika Kristo, huyo amekufa kabisa. Maana yake hata kama ikifika nyakati za kufufuliwa, lazima yeye ataishi katika hukumu ya moto. Bwana Yesu tusaidie sana. Yohana 8:44 tunaona huyu ni shetani ambaye anasababisha kifo cha watu kutokea ndani ya maisha ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ni Kristo. Yesu pekee. Yesu ni Kristo. Kwa inawezekana kufa kimwili lakini ukawa unaishi. Soma katika kitabu cha Filipi 1:21 tunaona Paulo anazungumza kwamba yeye kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yesu ni Kristo. Kwa maana kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Mimi na wewe tuwe na ushindi huu, kwamba tunapoishi tuishi katika Kristo, tunapokufa tufe katika Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ni Kristo. Nani anaweza kuwa mshindi wa kushinda kifo hiki? Nani anaweza kuwa mshindi katika mambo haya? Ni mtu aliyeshinda katika mambo ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Uchumi wako hauwezi kuamua uzima wako. Elimu yako haiwezi kuamua uzima wako. Digrii yako haiwezi kuamua uzima wako. Ndio maana Mungu alipomuumba mwanadamu akamwekea pumzi ya uhai, akawa nafsi hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapozungumzia ile pumzi ambayo ni nafsi hai ambayo iko ndani yetu, ambayo ni roho wa Mungu mwenyewe ambayo iko ndani yetu, ambaye anazifanya roho zetu kuwa nzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ni Kristo. Kwa nini? Kwa sababu hii pumzi ya kawaida ambayo tunaipumua sio ambayo inazungumzwa kama uzima. Pumzi haya ambayo inazungumzwa kama uzima ni roho wa Mungu kaa ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ni Kristo. Kwa mimi na wewe tunahitaji kuwa washindi katika mambo ya kiroho. Yoshua 1:3-8. Tutasoma kwa wakati wako, tusome Efeso 6:16. Efeso 6:16. Zaidi ya yote mkiitwa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ili mimi na wewe tuweze kushinda hiki kifo cha kiroho, mimi na wewe tunahitaji kuivaa ngao ya imani. Ngao ya imani hii mimi na wewe tumvae Kristo mwenyewe.
Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ni Kristo. Yesu pekee. Tukimvua Kristo tunao uwezo wa kushinda kifo chetu cha kiroho. Tunao uwezo kushinda kifo cha uzima wetu leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Korinto wa kwanza 3:11. Maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, yaani Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna msingi mwingine ambao mimi na wewe unaweza kutufanya kuwa wazima isipokuwa ni ule ambao umekwisha kuwekwa, Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mimi na wewe tuwe na matumaini ya kwamba ili tuweze kushinda kifo cha uzima wetu leo, mimi na wewe tukubali kukaa katika msingi huu ambao ni Yesu Kristo. Watu ambao wapo katika ulimwengu wanaishi kwa hofu ya maisha kuliko kuishi kwa hofu ya Mungu. Wanaishi kwa hofu ya kesho kuliko kuishi kwa hofu ya Mungu. Wanaishi, mimi nitasomeshaje watoto wangu? Mimi nitawezaje kujenga nyumba? Lakini hawajawahi kuanza kwa habari ya kutengeneza matengenezo ya kiroho. Mimi na wewe tuwe na mawazo ya kutengeneza mawazo ya kiroho ndani yetu. Bwana Yesu Kristo. Yesu ni Kristo. Mstari wa 12 nasema, lakini kama mtu akijenga juu ya msingi huo dhahabu au fedha au mawe ya thamani au miti au majani au manyasi, kazi ya kila mtu itakuwa dhahiri. Mimi na wewe tukijengwa katika msingi huu ambao ni Yesu Kristo, Kristo anasema kwamba kila kitu tutakachokifanya kitakuwa dhahiri. Maana yake kile tutakachokifanya kitapokea ushindi. Bwana Yesu Kristo. Unapotaka kutafuta mafanikio, anza katika msingi huu ambao ni Yesu Kristo. Unapotaka kujenga ndoa yako, anza katika msingi huu ambao ni Yesu Kristo. Kazi ya mikono yetu itaenda kuwa dhahiri pale ambapo mimi na wewe tutaenda kushikamanishwa na msingi huu ambao ni Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mathayo 16:25 hadi 28 tutasoma kwa wakati wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ni Kristo. Yesu pekee. Kwa mimi na wewe ili tuweze kuwa washindi, tunatakiwa kumwamini huyu Yesu Kristo. Huyu Yesu Kristo ndiye ambaye anaweza akaleta uzima wetu leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ni Kristo. Yesu pekee. Namba moja kubwa, tuangalie chanzo cha kifo cha uzima wetu. Chanzo cha kifo cha uzima wetu. Ili mimi na wewe tuweze kuelewa kwa habari ya chanzo cha kifo cha uzima wetu, mimi na wewe tunahitaji kuelewa aina mbili za kifo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili mimi na wewe tuweze kuelewa chanzo cha kifo chetu, cha kifo cha uzima wetu, mimi na wewe tuelewe aina mbili za kifo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ni Kristo. Tunapozungumza kwa habari ya aina mbili za kifo, mimi na wewe tuangalie kifo cha kiroho na kifo cha kimwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi vifo viwili ni vifo ambavyo mimi na wewe tunahitaji kuvielewa. Na tuelewe kwamba kifo cha kiroho na kifo cha kimwili vina utofauti gani. Ili hata kama tukifa kimwili, tujue kwamba tumekufa katika hai au tumekufa katika ufu wa milele. Bwana Yesu atusaidie sana. Yesu ni Kristo. Yesu pekee. Kifo tunachotaka kushughulikia leo, mimi na wewe tushughulikie kifo cha kiroho. Namba moja ndogo, andika kifo cha kiroho. Yesu ni Kristo. Mimi na wewe tumeokolewa ili tumrithi uzima wa milele. Yaani sababu kubwa ya mimi na wewe kuwa hapa ni ili tuendelee kumega mkate wa Bwana. Ule mkate wa Bwana uzidi kututengeneza kufikia uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yesu ni Kristo. Kwa maana tuko madhabahuni. Kiwango cha maadili yetu ni neno la Mungu. Kiwango cha maadili yetu ni Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hautaenda mbinguni kwa njia ya mimi. Ili wewe uweze kuurithi uzima wa milele, utakuwa muamini Kristo pekee. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana asilimia kubwa sana watu ndani ya kanisa unakuta wanaporofishana na mtu wanaacha kanisa. Wewe unafikiri utaenda mbinguni sababu ya huyo mtu? Mtu asisababishe wewe na mimi kukosa uzima. Amen. Chochote kile ambacho kinaweza kufarakanisha na Mungu, hicho kikatae katika jina la Yesu. Amen. Kwa nini? Kwa sababu kinaenda kukuvuta katika kifo cha kiroho.
Yoyote yule anayesimama katika upande wa kukunyang'anya haki ya ibada, huyo anataka kusababisha kifo cha kiroho ndani yako. Mungu atusaidie katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika Mwanzo 2:7 tunaona Mungu anamuumba mwanadamu. Mwanadamu huyu anapuliziwa pumzi ya uhai. Mwanadamu anakuwa nafsi hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanzo 2:7. Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Mungu akamuumba mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia pumzi ya uhai, akawa nafsi hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie mwenzako kwamba mimi na wewe tumeumbwa kwa mavumbi, na haya mavumbi yatarudi mavumbini, lakini nafsi hai itaishi milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ni Kristo. Kwa mimi na wewe, hii nafsi hai kae ndani yetu. Maana yake kumruhusu Kristo ambaye ni pumzi ya uhai akae ndani yetu katika maisha yote ya milele. Yesu ni Kristo. Mwanadamu huyu ambaye ameumbwa kwa furaha, ambaye ni pumzi ya Mungu iko ndani yake, tunamwona Mwanzo 2:16-17. Huyu anapewa agano ili aweze kuendelea kuishi katika uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanzo 2:16-17. Binadamu huyu ambaye ameumbwa kwa mfano wa Mungu, akapuliziwa pumzi ya uhai ndani yake, amepewa agano ili aweze kuendelea kuishi uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili mimi na wewe tukatae kufa kiroho, mimi na wewe tukubali kulishika agano ambalo ni neno la Mungu. Kubali kulishika agano ambalo ni Kristo mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanzo 2:16-17. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. 17. Walakini matunda wa mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Amen. Bwana Yesu tusaidie sana. Mungu anamwambia mwanadamu ambaye amewekewa pumzi ya uhai ndani yake kwamba kula matunda yote yaliyopo katika bustani, lakini mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile. Siku utakapokula utakufa hakika. Mungu anazungumzia kifo hiki, maana yake ni kifo cha kiroho. Bwana Yesu atusaidie sana. Mungu anapomwambia mwanadamu kwamba utakapokula mti wa ujuzi wa mema na mabaya utakufa hakika. Kifo ambacho Mungu alikuwa anamwambia mwanadamu ni kifo cha kiroho. Sio kifo cha kufa kimwili. Bwana Yesu tusaidie sana. Kwa inamaanisha kwamba kama mimi na wewe tutakuwa ibadani, tutakuja ibadani, halafu neno la Mungu ambalo ni agano la Mungu hatutaki kulitii, moja kwa moja tumekubali kufa kiroho. Bwana Yesu tusaidie sana. Yesu ni Kristo. Kwa binadamu ambaye ametengenezwa kwa mfano wa Mungu, ambaye ana pumzi ya uhai ndani yake, amepewa agano. Lile agano ndilo ambalo linamtaka kumlinda yeye aendelee kuishi uzima wa milele. Bwana Yesu tusaidie sana. Lakini angalia Mungu anamwambia usile mti wa ujuzi wa mema na mabaya, ukila utakufa. Lakini mwanadamu anafanyaje? Mwanzo 3:1-6. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwituni aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiyaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza machoni, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitwaa katika matunda yake akala, akampa na mumewe, naye akala. Mungu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Nyoka anakuja anamwambia mwanadamu kwamba hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda yote ya bustani. Shetani anatafuta njia ya kuingiza hila ndani ya mwanadamu yule.
anamshawishi kwamba sio kwamba mtakufa. Mungu anajua kwamba siku mtakapokula matunda ya mti mtafunguliwa macho, mtakuwa kama yeye. Mtakuwa kama yeye, yaani mtakuwa na ufahamu kama Mungu. Yaani shetani anatumia ile njia ambayo ilimsababisha yeye kuangushwa, ndiyo ambayo anaingiza ndani ya mwanadamu, ili yule mwanadamu aweze kukosa uzima kama shetani alivyoangushwa. Kilichosababisha shetani kuangushwa ni kutaka kujifananisha na Mungu. Process ile ya kumuondoa mwanadamu katika bustani, shetani alitumia njia ile ile, anamdanganya, ukila matunda utakuwa kama Mungu. Mwanadamu naye akala. Alipokula, ukisoma katika Mwanzo 3:7, wakafunguliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wauchi, wakashona majani ya mti wakajifanyia nguo. Mungu atusaidie sana. Mungu amesema matunda ya mti wa bustani waweza kula, lakini tunda moja tu la ujuzi wa mema na mabaya usile. Siku utakapokula utakufa hakika. Lakini mwanadamu anakuja anafanya kile ambacho amekatazwa. Mungu amesema utakapokula utakufa. Kifo ambacho kinazungumziwa ni kifo cha kiroho. Tunaona mwanadamu baada ya kula tunda lile akafunguliwa macho, akawa uchi. Maana yake utukufu wa Mungu ndani yake umeondoka. Kifo cha kiroho kimetawala ndani yake. Giza limeingia ndani yake. Kwa nini? Kwa sababu ameshindwa kutii agano la Mungu. Kiwango cha maadili yetu liwe neno la Mungu. Kiwango cha maadili yetu awe Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapotaka kuishi uzima wa milele, mimi na wewe tukubali kumwamini Yesu Kristo. Kama tutakubali kudanganywa na huyu shetani ambaye anatumia hila ili aweze kutuondoa katika uzima wa milele, mimi na wewe tunakubali kufa kiroho. Mungu atusaidie sana. Amen. Mimi na wewe tumeokolewa kwa neema. Kusudi la mimi kuokolewa ni ili kuhamishwa katika ufalme ule wa giza na kuingizwa katika ufalme mpya ambao ni uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yesu ni Kristo. Hebu muulize huyo yule kanaye kwamba wewe ukifa utafuna ishi? Kuna kufa ukafa milele. Kwa usijidanganye na zile fikra potofu kwamba mtu anapokufa ndo amemaliza mambo yote. Kwamba bora nife. Watu wengi mpaka wanakunywa sumu, shida zimewalemea. Wanakunywa sumu wakifikiri kwamba wakifa ndo wamemaliza mambo yote. Kifo cha kimwili ni kulala tu. Kwa kifo ambacho kinatakiwa kushughulikiwa leo ni kifo cha kiroho. Ukishinda katika kifo cha kiroho hiki, wewe na mimi na uwezo wa kuishi milele daima. Ndio maana Yohana 11:26 inasema mtu akimwamini Yesu Kristo hata kama akifa atakuwa anaishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ni Kristo. Mwanzo 3:24 tunaona baada ya mwanadamu kukengeuka na kuisikia sauti ya adui, tunaona ambacho kimetokea. Kwa hiyo Bwana Mungu akamtoa katika bustani ya Eden ailime ardhi ambayo katika hiyo alitwaliwa. Baada ya mwanadamu kuasi, baada ya mwanadamu kukataa kulitii agano la Mungu, Mungu akamfukuza mwanadamu huyo. Kwa mwanadamu huyo akatoka katika himaya ya Mungu, manake hawezi kuambatana na Mungu tena. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Yesu ni Kristo. Yesu pekee. Yesu ni Kristo. Mimi na wewe tukatae kufukuzwa na Mungu. Amen. Mwanadamu ambaye alikuwa anaishi kwa furaha amefukuzwa katika bustani ya Eden. Akailime ardhi ambayo alitwaliwa huko. Bwana Yesu atusaidie sana. Rumi 3:10 tunaona baada ya mwanadamu huyo kuasi na kufukuzwa katika bustani ya Eden amesababisha nini? Rumi 3:10. Kama ilivyoandikwa ya kwamba hakuna mwenye haki hata mmoja. 23. Kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ni Kristo. Kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na nini? Na utukufu wa Mungu. Yesu ni Kristo. 23 Mungu anazungumza katika neno lake kwamba kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu.
wamehesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Bwana Yesu pesa. Binadamu wa kwanza ambaye ni Adamu, kitendo cha kuliasi agano la Mungu amesababisha ulimwengu wote kuingia katika hukumu ya moto. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa ili mimi na wewe tuweze kushinda hiki kifo cha kiroho, mimi na wewe natakiwa tushughulikie dhambi hii ya asili. Tunapozungumzia dhambi ya asili ni ya binadamu kutomwamini Mungu. Hii dhambi ndiyo ambayo imesababisha wanadamu wengi wamuone Mungu kuwa hana faida kwao. Hii dhambi ndiyo ambayo imesababisha watu kuishi katika hofu ya maisha kuliko kuishi katika hofu ya Mungu. Yaani unatumia muda wako mwingi kutafuta pesa kuliko kumtafuta Mungu. Hii ni sababu ya shetani kuingiza fikra potofu. Ndio maana ukisoma katika kitabu cha Korinto wa 2:4, adui yule shetani amepofusha fikra za wanadamu ili wasiweze kuliamini neno la Mungu. Na Yesu atusaidie sana. Kama wewe na mimi tunalisikia hili neno la Mungu, mimi na wewe tupokee uponyaji wa kiroho siku ya leo. Amen. Na Yesu atusaidie sana. Usiokoke ili kusifiwa na watu. Usiokoke ili uonekane kwa watu kwamba wewe umeokoka. Okoka ili hatima yako ile kuurithi uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiki ndicho ambacho mimi na wewe tumeitiwa, na hiki ndicho ambacho mimi na wewe kimesababisha tuokolewe. Rumi 5:12 tunaona mwanadamu huyu baada ya kuasi ameingia katika dhambi. Rumi 5:12. Kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote, kwa sababu wote wamefanya dhambi. Amen. Amen. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote, kwa sababu wote wamefanya dhambi. Ndio maana hata mtoto naye mzaa leo anazaliwa na dhambi. Kuna fikira potofu watu huwa wanajiwekea kwamba mtoto ni malaika. Mtoto sio malaika, mtoto yule anazaliwa na dhambi. Kwa nini? Kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa nani? Wa Mungu. Yaani kwa mtu mmoja tu dhambi imeingia ulimwenguni. Kwa nini huyo mtoto aliyezaliwa amezaliwa na nani? Kila kilichouvaa mwili ni dhaifu. Bwana Yesu tusaidie sana. Ndio maana Kristo akaja kuuvaa mwili ili aweze kukomboa mwili ambao uko katika udhaifu. Bwana Yesu tusaidie sana. Wewe ukitaka kujua kwamba mtoto ana dhambi, wewe tu mzae alafu muache. Uone kwamba atafanya dhambi au atafanya dhambi. Nashangaa anaanza kuiba mboga. Anaanza kupigana. Manake ile ni nature ya binadamu kutomwamini Mungu ipo ndani yake. Tunaposoma Mwanzo 3:15, ule ni uzao wa mwanamke. Uzao wa mwanamke ni uzao ambao hauna DNA yoyote ya dhambi. Mimi na wewe tunayo DNA ya dhambi. Ndio maana kizazi tunachokizaa lazima na chenye kizaliwe na DNA ya dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana neno la Mungu linasema amwaminie ataokoka. Asiyemwamini amekwisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Yohana 8:44. Yohana 8:44. Ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo husema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu ya yeye ni mwongo na baba wa huo. Ninyi wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna kweli hiyo ndani yake. Asemapo uongo husema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni mwongo na baba wa huo. Tumkatae huyu baba wa uongo katika jina la Yesu.
Na mimi na wewe tunahitaji nguvu kubwa kuendelea kuushikilia huu uzima. Kwa nini ule ufalme ambao tumeuacha kule bado umechachamaa, una hasira ya kutuvuta tena? Ndio maana ukiokoka leo, mbingu inajua, ulimwengu unajua, watu wanajua, hata kama hujawaambia watatambua tu. Yes. Kwa unapoachana na ule ufalme unabaki na hasira. Kwa nini umejifarakanisha na ufalme ule? Shetani amekuja kutafuta walio wake, na Kristo amekuja kuangalia ni nani atakayemwamini ili aweze kuurithi uzima wa milele. Kazi ni kwetu. Wewe unachagua njia gani? Hebu mwambie wewe unachagua njia gani? Anasemaje huyu? Kristo. Kama unamchagua Kristo pekee, hakuna haja ya kuvuta kuja ibadani. No need, hakuna haja, hakuna lazima yote. Kwa nini? Kwa sababu ni hiari yako kuurithi uzima wa milele au kuurithi hukumu ya moto. Uko tayari kuingia katika moto? Kama uko tayari kuingia katika uzima wa milele, piga makofi na vigelegele. Yesu asifiwe sana. Kwa kifo cha kiroho tunaona kimeanza katika Mwanzo 3:1 mpaka 6, binadamu kutomwamini Mungu. Na inawezekana upo kanisani hapa lakini haumwamini Mungu. Shughulikia hicho kifo siku ya leo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yesu ni Kristo. Yesu pekee. Neno la Mungu linasema sisi tukiwa katika Kristo, tujapokufa tutakuwa tunaishi. Na wakati wa kushughulikia matatizo haya kidogo ni sasa. Kwa nini? Kwa sababu siku ukifa hautapata muda wa kushughulikia tena. Kitakachokuwa kimebaki ni kufufuliwa na kuingia katika hukumu. Kama wewe ni hukumu ya moto au ya uzima wa milele, itamuliwa hapo hapo. Kwa mimi na wewe tufanye matengenezo tukiwa sasa. Amen. Huwa tunapata tabu tunapotangaza injili. Watu tunatumia kuwabembeleza, je, muje katika uzima wa milele. Wanafikiri kwamba sisi tunapata advantage yoyote tunapowaambia wao. Lakini ni kitu ambacho ni vyema kutambua kwamba unapotangaziwa injili, mtu yule ametumwa kama shahidi ili kukuvuta kutoka katika moto kuingia katika uzima. Amen. Faida ni ya kwako mwenyewe. Amen. Bwana Yesu tusaidie sana. Amen. Yohana 3:18. Mwaminie yeye hahukumiwi. Asiyemwamini amekwisha hukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Amen. Amwamini katika jina la Yesu. Amen. Soma katika Timotheo wa kwanza 5:24. Dhambi za watu wengine zi dhahiri, zatangulia kwenda hukumuni, wengine dhambi zao zawafuata. Mungu tusaidie sana. Mimi na wewe tukatae dhambi zetu zisitangulie. Tukatae kutanguliwa na dhambi. Yaani huko hapa wewe dhambi zako zimeshatangulia mbele tu. Yaani kama ni hukumu imeshaandikwa moja kwa moja. Mimi na wewe tukatae katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapoteza muda wako kutafuta pesa. Tumia hata muda wako kutafuta ufalme wa Mungu. Amina. Pesa haiwezi kuamua uzima wako. Yes. Ukitaka kuangalia kwamba pesa haiwezi kuamua uzima wako, wewe nenda makaburini tu. Utashangaa kaburi lina msalaba pale ameandika profesa fulani. Unafikiri yule alikuwa hana pesa? Unafikiri yule alikuwa hana degree, hana cheo? Ana Yesu tusaidie sana. Amen. Chochote unachokipenda kuliko Mungu, hiyo ni sanamu yako. Ogopa kuiweka pesa yako mbele kuliko kumweka Mungu. Mungu anaweza kunyima uzima wako leo wa kimwili tu. Pumzika katika leo. Kwa nini? Kwa sababu neno la Mungu linasema, je, kuna mtu yeyote anayeweza kujiongezea hata kakucha tu aka? Hata kakope tu aka? Wewe ukitaka kujua kwamba hizo kope zina faida, wewe zenyewe tu angalia. Na utajua. Je, unaweza kuongeza hata kakope tu hata moja? Kama huwezi kuongeza, kwa nini usimtii huyo anayeweza katika jina la Yesu? Amen.
Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi na wewe tushughulikie kifo cha uzima wetu leo. Kifo cha uzima wetu leo ni kifo cha kiroho. Hakuna haja ya kushughulikia kifo cha kimwili. Mimi na wewe tushughulikie kifo cha kiroho. Kwa nini? Kwa sababu tukifa katika kifo cha kimwili tutakuwa tunaishi hata milele kama tumekufa katika Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Dhima kubwa ya mimi na wewe kuokolewa ni ili kuulisi uzima wa milele. Usije hapa kanisani kama mahudhurio. Uje hapa kanisani ili kuhuishwa. Ili kutengenezwa. Bwana Yesu atusaidie sana. Namba 2 kubwa. Tuangalie dalili za mtu aliyekufa kiroho. Dalili za mtu aliyekufa kiroho. Tutajuaje kwamba huyu amekufa kiroho? Tutajuaje kwamba huyu uzima ndani yake umeondoka? Moja, roho yake inajaa giza tu. Yaani ndani ya roho yake hakuna neno la Mungu, ndani ya roho yake hakuna pumzi ya Mungu, ndani yake imejaa giza. Tunapozungumzia giza maana yake tunamzungumzia shetani mwenyewe. Efeso 2:1 hadi mstari ule wa 2. Efeso 2:1. Nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu ambazo mliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Amen. Bwana Yesu atusaidie sana. Tukimfuata shetani moja kwa moja tulikuwa wafu. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Wewe unamfuata nani? Inapita hata siku ngapi, inapita hata masaa mangapi umemwaza Kristo? Inapita hata masaa mangapi umelitafakari neno la Mungu? Kuna watu mwaka mpaka mwaka neno la Mungu wanalisikia wakija kanisani, wakiondoka hapa hawalifuatilii tena. Ili mimi na wewe tuweze kuwa na uzima wa milele, tukubali kumfuata Kristo. Kama tutakubali kumfuata huyu adui ambaye ni shetani, moja kwa moja tumekubali kuwa wafu. Mimi na wewe tulikatae giza hilo katika jina la Yesu. Amen. Yesu ni Kristo. Yes, okay. Yohana 1:5 nasema nayo nuru yang'aa gizani wala giza halikuliweza. Ruhusu nuru ingie ndani yako. Mruhusu Kristo aingie ndani yako. Huyu ndiye ambaye anaweza kuachilia uzima ndani yako leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ni Kristo. Ukifa kiroho usiku unaota tu ndoto za makaburini. Ukifa kiroho ndoto zako unaota tu, yani umelala ndani lakini uko nje yake. Bwana Yesu tusaidie sana. Kipindi mimi sijaokoka, niliwahi kupanga nyumba moja, nikiamuka tu asubuhi nakuta mwili wote umejaa majeraha. Nijiuliza, kipi kimenifanya niko hivi nipate majeraha wakati nimelala ndani? Kumbe usiku nimelala huko, sijui nimelala na nimeshwa sijajua. Kwa ndani yetu ikijaa giza, ulinzi wa Mungu unakuwa mbali na sisi. Baada ya kulindwa na malaika, wewe unashangaa usiku unazunguka na mabundi tu. Mimi na wewe tukatae katika jina la Yesu. Ipo faida kubwa ya kumtumikia Mungu. Inawezekana wewe ulikuwa umetamkiwa kufa leo, lakini kwa kuwa umemwamini Kristo umeshinda hayo yote katika jina la Yesu. Mungu akikufunulia macho ulionayo tu, akakuonyesha maadui waliokuzunguka, wewe unaweza ukapiga yowe usiku kucha. Tumezungukwa na maadui wengi. Hawa maadui tunawashinda kwa kuwa tumeingia katika Kristo. Huyu Kristo ndiye ambaye anatupigania vita dhidi ya kila maadui ambao wanatuzunguka. Amen. Kwa tunapompokea Kristo, kwamba mimi na wewe tunaishi katika ushindi mkubwa. Na ushindi huu umeshikwa katika msingi imara ambao ni Yesu Kristo. Malaika wanatuzunguka usiku kucha. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa dalili ya mtu ambaye amekufa kiroho, roho yake mwenyewe inakuwa giza. Maana yake neno la Mungu halimo ndani yake, pumzi ya Mungu haimo ndani yake. Mimi na wewe tukatae kifo cha kiroho katika jina la Yesu. Amen. Dalili ya pili, akili yake inakuwa kinyume.
asifiwe sana. Mtu ambaye amekufa kiroho, akili yake inakuwa kinyume. Wewe ukitaka kuamini kwamba watu ambao wamekufa kiroho, wewe toka hapa tu, tembea mpaka mjini. Unakuta mdada amevaa nguo ambayo inafika hapa. Jana nilipotoka kanisani nakutana na dada fulani amevaa tight, yani chupi kabisa inafika huko. Nikaanza kutafakari kutoka kwenye kichwa, hivi huyu akili zake zinaenda kulia au kushoto? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mtu ambaye amekufa kiroho, akili yake inawaza kinyume. Baada ya kuwaza vitu vya mbele, anawaza vitu vya nyuma tu. Bwana Yesu atusaidie sana. Usihangaike kung'arisha uso wako. Usihangaike kumeza dawa ya kujichubua. Hangaika kufanya moyo wako uwe mweupe. Bwana Yesu atusaidie sana. Unashughulika na kama la nje. Shughulika na kitu cha ndani. Ukipona ndani, nje unaweza ukapona. Kama hujapona ndani, ni vigumu kupona nje. Akili haitaponywa kama ndani bado pamekufa. Mimi na wewe tukatae akili ya kinyume katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Efeso 4:17 hadi mstari wa 18. Basi nasema neno hili tena, nashuhudia katika Bwana, tangu sasa msienende kama mataifa waenendavyo katika ubatili wa nia zao, ambao akili zao zimetiwa giza, nao wamefarikishwa na uzima wa Mungu kwa sababu ya ujinga uliomo ndani yao, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Usienende kama mataifa wanavyoenenda. Mimi na wewe ni chumvi. Mimi na wewe ni kielelezo. Inaleta picha mbaya. Wewe ambaye upo ndani ya Kristo unakuja kuvutwa na watu ambao wako nje. Yaani mtu wa mataifa badala ya kuvutwa na wewe atoke katika giza aingie katika nuru, wewe uliyeko nuruni ndio unavutwa na ingia katika giza. Akili zilizokufa, pokea uponyaji katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna haja ya kukumbatia giza. Hakuna haja ya kumkumbatia shetani. Kwa nini? Kwa sababu shetani yule ni mshtaki wetu ambaye kila siku anatuwinda ili aweze kutukuta katika hukumu. Kuna haja gani ya kuambatana na shetani? Ili mimi na wewe tusiambatane na shetani, mimi na wewe tukubali kumfuata Kristo pekee. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi na wewe tusienende kama mataifa ambao akili zao zimetiwa giza. Bwana Yesu atusaidie sana. Rumi 1:28 tunaona kama walivyokataa kuwa na Mungu, Mungu aliwaacha wapate akili zao zisizofaa, wayafanye yasiyowapasa. Yaani ukikataa kuwa na Mungu, Mungu yeye huwa halazimishi. Anakuacha tu ufuate akili zako zisizofaa. Itafika muda tu utaanza kukumbuka kwamba bora ningeyasikia maneno ya mtumishi yule. Bora ningekubali kumpokea Kristo mapema. Watu huwa wanamtafuta Kristo wakati wa matatizo. Usimtafute Kristo wakati wa matatizo. Kristo awe pamoja nawe siku zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Korinto wa 2:4 tuandika na Mwanzo 6 mstari wa 5. 3. Mtu ambaye amekufa kiroho, tunaona dalili zake. Moyo wake unakuwa na mizigo mingi. Bwana Yesu tusaidie sana. Mtu ambaye amekufa kiroho, ndani ya moyo wake kumejaa mizigo tu, maumivu mengi. Ndani yake kuna maumivu ya mambo yaliyopita. Mazoea ya kushindwa yako ndani yake. Bwana Yesu tusaidie sana. Uko hapa kanisani, ondoa kila aina ya mizigo iliyomo ndani yako. Inawezekana umembeba mtu yeyote moyoni mwako. Hautaenda mbinguni kwa sababu ya huyo. Utaenda mbinguni kwa sababu roho yako imepokea uzima. Bwana Yesu tusaidie sana. Kinachosababisha neno la Mungu lisikae ndani yetu ni mizigo.
Yaani unakuta mtu kakumbatia maumivu yaliyopita, miaka iliyopita, mpaka miaka inakuja yeye amekumbatia tu hilo hilo. Mimi na wewe tukubali kufuta katika jina la Yesu. Damu iliyomwagika msalabani ni kwa ajili ya kufuta haya yote. Bwana Yesu atusaidie sana. Wangapi walishawahi kulistore simu? Kama ulishawahi kulistore simu, naona simu kilistore inabaki kwa Mungu. Siku ya leo mioyo yetu ili tuifanye tuilistore. Amen. Futa kila ambacho kilikuwa kimeujaza moyo wako kinyume na neno la Mungu. Huyo uliyembeba anaweza akazuia usima wako leo. Hayo uliyoyabeba yanaweza akazuia ushindi wako leo. Kwa nini Kristo hakai mahali palipo pachafu? Kristo anakaa mahali palipo patakatifu. Bwana Yesu tusaidie sana. Wewe unashindwa kufika mbele kwa sababu ya mtu amekukwaza? Wewe unashindwa kukomaa kiroho kwa sababu kuna mtu amekukwaza? Bwana Yesu tusaidie sana. Ambao wanaweza akafanya hivyo ni watu wa mataifa, lakini mimi na wewe ambao tupo katika Kristo hatuna haja ya kukumbatia maumivu yaliyopita. Mtu anapokukosea wewe tambua kwamba yeye mwenyewe amekufahamu hivi. Hakuna haja ya kukumbatia maumivu. Bwana Yesu tusaidie sana. Rumi 7:14 utaandika, tusome. Kwa maana twajua ya kuwa Torati asili yake ni ya rohoni, bali mimi ni mtu wa mwilini, nimeuzwa chini ya dhambi. Twende mpaka 18. Maana sijui nifanyalo, kwa sababu lile nilipendalo silitendi, bali lile ninalichukialo ndilo ninalolitenda. Lakini kama nikitenda lile nisilolipenda, naikiri ile sheria ya kuwa ni njema. Basi sasa si mimi nafsi yangu inayotenda hilo, bali ni ile dhambi ikaayo ndani yangu. Kwa maana najua ya kuwa ndani yangu, yani ndani ya mwili wangu, halikai neno jema, kwa kuwa kutaka nataka, bali kutenda lilo jema sipati. Bwana Yesu sasa. Amen. Kutaka kutenda mema nataka, lakini siwezi kutenda yale ninayotaka. Yaani napenda kutenda jema, lakini siwezi kutenda mema. Na yale ambayo sitaki kutenda ndio ninayoyatenda. Hii inasababishwa na nini? Inasababishwa na dhambi ambayo iko ndani yetu. Mimi na wewe tusikatae katika jina la Yesu. Amen. Yesu Kristo amesema katika Petro wa kwanza 5:7, tumtwike yeye fadhaa zetu zote. Kwa nini? Kwa sababu yeye hujishughulisha na mambo yetu. Kristo amekufa msalabani kwa ajili ya kuyabeba hayo unayoyakumbatia, kwa ajili ya kuyafuta hayo unayoyakumbatia, kwa ajili ya kuyaondoa maumivu yako, kwa ajili ya kuwa suluhisho katika matatizo yako. Hakuna haja ya kuendelea kuyakumbatia maumivu wakati Kristo amekufa kwa ajili ya kuyaondoa yote hayo. Mathayo 11:28, yeye amesema kwamba yeye ndiye pumziko la kweli. Ruhusu hili pumziko liingie ndani yako leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ni Kristo. Utaandika Mathayo 11:28-31. 4. Dalili za mtu ambaye amekufa kiroho, mwili wake unakuwa na magonjwa. Magonjwa ya kimwili na magonjwa ya kitabia. Wewe umeokoka unaenda kuchapwa chana. Bwana Yesu tusaidie sana. Umeokoka, mwili wako umefanya chombo cha starehe, cha zinaa. Bwana Yesu tusaidie sana. Napenda kuzungumza kwa wale ambao wamebatizwa jana. Hatujabatiza watu kwa ajili ya kuwapa vyeti. Tumewabatiza watu ili kuuzika utu wa kale. Kama umebatizwa kwa ajili ya kupata sifa na cheti cha ubatizo, hiyo ndio zima ya ubatizo. Ubatizo ni kuzika dhambi na kuishi maisha mapya. Yaani ulipotoka pale wewe inatakiwa uanze kuyaishi maisha matakatifu. Epuka kutenda dhambi. Mimi nilipobatizwa vitu vingi nimeviacha ambavyo vilikuwa vimeshindikana kuacha. Nilikuwa navuta bangi sana, nilikuwa navuta sigara sana, nilikuwa nalewa pombe sana.
Nimetumia dawa nyingi kuacha vitu hivi, haikuwezekana. Lakini ile nguvu tu ya ubatizo ya kuzika dhambi na mtu wa kale ilipotoka pale, sijapata kiu ya kitu chochote tena. Wewe na mimi tutamani kuwa watu wapya katika siku ya leo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mimi na wewe, miili yetu isiambatane na mambo machafu. Ukisoma katika kitabu cha Korinto wa kwanza 6:19, mimi na wewe tunaambia kwamba miili hii ni hekalu la Roho Mtakatifu. Tumruhusu Roho Mtakatifu akae ndani yetu, tusiweke vitu vingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Rumi 12:1 taandika na Rumi 12:8 mstari wa 11 kwa sababu muda unatukimbia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu ambaye yupo katika dalili hizi, namba 2, kinachofuata ni kifo cha kimwili. Kifo cha kimwili hiki ndicho ambacho kinaenda kusababisha, kama ulikufa katika Kristo, utafufuliwa, utaenda katika mkono wa kuume wa Mungu Baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ni Kristo. Tunaona katika Luka 16:19-25 huyu tajiri na masikini kilichotokea kwake. Tajiri aliyekuwa akifikiri kwamba mali zinaweza zikasababisha uzima kwake, alipokufa amemuona Lazaro yuko kifuani mwa Ibrahim ambaye alikuwa anakula makombo. Lakini katika moyo wake alikuwa amejaa imani na Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunatafuta pesa. Tunasoma tupate degree. Tusome tukiwa tumemtanguliza Kristo katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ebrania 9:27. Tusome mstari huo mmoja. Alafu nyingine tutaandika. Na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja, na baada ya kufa hukumu. Na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja, na baada ya kufa nini? Hukumu. Usijidanganye kwamba ukifa ndio mambo yatakuwa yameisha. Ukifa umeenda kulala tu, umesubiria hukumu. Sasa hukumu inayokuja ndio inaamua wewe ulikufa katika Kristo au umekufa katika giza. Sababu sisi tunaangalia focus ya hapa tu. Tunaangalia maisha ya ulimwengu tu hapa. Hatuangalii kwamba huku mbeleni kuna nini. Ndio maana mtu unaweza ukamshawishi, ukamwambia kuja kanisani, akakuona kama unapoteza muda. Kwa nini? Kwa sababu yeye ana focus tu katika matamanio yake mwili. Ana focus tu katika utafutaji wa pesa. Biblia inasema atafaidika nini mtu hata kama akiupata ulimwengu wote alafu akalisi hukumu ya milele. Yaani hata kama ungepewa dunia yote imejaa pesa, itakusaidia nini alafu kifo uende motoni? Shughulikia kifo cha uzima wako leo. Mimi na wewe tushughulikie kifo cha kiroho. Rohoni mwetu papone, kumjaze Kristo pekee. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ni Kristo. Katika Korinto wa kwanza 15 hadi 51 hadi 52, Ufunuo 14 mstari wa 13, andika Mathayo 25 mstari wa 31 hadi 34, Danieli 12 mstari wa kwanza hadi wa 3 tusome. Danieli 12 mstari wa kwanza hadi wa 3 inasema, wakati huo Mikaeli atasimama, jemedari mkuu, asimamaye upande wa wana wa watu wako, na kutakuwa na wakati wa taabu, mfano wake haukuwapo tangu ilipoanza kuwapo taifa hata wakati huo. Na wakati huo watu wako